star na legend wa Real Madrid Luka Modric ametangaza kuondoka katika klabu hiyo baada ya michuano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu yatakayofanyika mwezi wa 8 mwaka huu 2025 nchini Marekani. Sasa Luka Modric alizaliwa Septemba 9 mwaka 1985. Anatimiza miaka 40 mwaka huu. Sasa Luka Modric katika enzi za ujana wake alipokuwa anakuwa alichezea timu ya vijana ya Dinamo Zagreb. Alianza kwanza katika timu ya mjini kwao Zadar, kisha akaenda timu ya vijana ya Dinamo Zagreb. Na alijiunga na timu ya vijana ya Dinamo Zagreb mwaka 2000, akacheza mwaka 2003 na mwaka 2003 akajiunga na timu ya wakubwa ya Dinamo Zagreb. Sasa Zagreb wakamtoa kwa mkopo katika timu ya Mostar, Zrinjski Mostar mwaka msimu wa 2003-2004, akaenda akacheza msimu mmoja. Mostar ni timu inayotoka nchini Bosnia na Herzegovina. Msimu uliofuata 2004-2005 pia akatolewa kwa mkopo katika timu ya Zrinjski. Sasa hii ni ligi kuu ya nchini Croatia. Kwa akacheza, baada ya mkopo akarudi akaendelea kuitumikia Dinamo Zagreb. Haswa mwaka 2005 ndio ilikuwa msimu wake wa kwanza rasmi kuichezea Dinamo Zagreb kama mchezaji, na pale alipata mafanikio makubwa na Zagreb. Hatimaye mwaka 2008 Luka Modric aliweza kuuzwa na Zagreb kwenda katika klabu ya Tottenham Hotspur ya nchini Uingereza. Sasa Spurs ameichezea tangu mwaka 2008 mpaka mwaka 2012 ambapo aliweza kuifungia magoli 13 tu katika mechi zaidi ya 120. Akanunuliwa na Real Madrid mwaka 2012 na katika msimu wake uliofuata, yani msimu wa 2013-2014, Luka Modric aliweza kushinda ubingwa wake wa kwanza wa ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Real Madrid. Kama mnakumbuka Real Madrid ya Carlo Ancelotti, ile finali ambayo Luka Modric anapiga kona, Sergio Ramos akapiga kichwa, alafu Real Madrid wakarudi mchezoni na wakachukua ubingwa dhidi ya Atletico Madrid. Huo ulikuwa ubingwa wake wa kwanza wa ligi ya mabingwa. Baada ya pale akawemo katika kikosi ambacho kilitoa ubingwa wa Ulaya mara 3 mfululizo, UEFA Champions League mara 3 mfululizo. Tunazungumzia mwaka 2016 mpaka mwaka 2018. Yes, ile Madrid iliyochukua back to back Champions League. Alikuwa anatengeneza ule utatu, yeye pamoja na Casemiro pamoja na Mjerumani Toni Kroos. Sasa katika mafanikio yake Real Madrid ameweza kuchukua ubingwa wa UEFA Champions League mara 6, huku akichukua ubingwa wa ligi ya Spain mara 4 na akiweza kuchukua ile kombe la mfalme Copa del Rey mara 2. Kiujumla amechukua makombe 28 makombe makubwa na Real Madrid, ukijumlisha na Club World Cup, ukijumlisha na UEFA Super Cup na makombe mengineyo. Kwa yeye ndiye mchezaji aliyebeba makombe mengi zaidi na Real Madrid katika historia ya Real Madrid, Luka Modric. Na pia Luka Modric ndiye mchezaji aliyechukua mara nyingi zaidi ubingwa wa Ulaya UEFA Champions League, kwani ametoa hivyo mara 6 akiwa sambamba pamoja na nyota kama Dani Carvajal. Sasa baada ya msimu wa 2018 akiwa na timu ya taifa pia aliweza kufika fainali ya kombe la dunia msimu wa mwaka 2018 kule nchini Urusi. Lakini msimu wa 2018 ulikuwa msimu wa mafanikio sana kwake binafsi, kwani alitoa tuzo ya Ballon d'Or. Tuzo ya Ballon d'Or alitoa akiwa ni mchezaji wa kwanza kutoa Ballon d'Or tangu isipokuwa Lionel Messi ama Cristiano Ronaldo tangu mwaka 2007. Yani 2007 mpaka 2018 ilikuwa ni Messi Ronaldo. Kwa Luka Modric ndiye mchezaji wa kwanza pasipo hao wawili kuchukua tuzo hiyo 2018. Mwaka huo akachukua tuzo ya mchezaji bora wa Ulaya, UEFA Men's Best Player.
Mwaka huo akachukua tuzo ya Golden Foot. Golden Foot ni tuzo ambayo inatolewa na jarida moja la nchini Italia kwa wachezaji kutokana na mafanikio yao uwanjani, lakini hata pia personality yao nje ya uwanja, nini wanafanya, na kigezo cha mchezaji awe amezidi miaka 27 kuendelea. Kwa hiyo akatoa tuzo hiyo ya Golden Foot mwaka 2018. Lakini Luka Modric katika huo mwaka akawa kwenye kikosi bora cha dunia FIFA Pro 11, pia katika kikosi bora cha UEFA. Kiujumla katika kariera yake mpaka sasa hivi kikosi cha FIFA Pro amekuwemo mara 6, yani kile kikosi bora cha dunia cha wachezaji bora duniani. Lakini kikosi bora cha UEFA amekuwemo mara 3, kikosi bora cha wachezaji wa Ulaya. Lakini mwaka huo pia alitoa tuzo ya FIFA Men's Best Player, tuzo ya mchezaji bora wa FIFA. Sio Ballon d'Or sasa inayotolewa na jarida la Ufaransa, hiyo tunazungumzia tuzo ya FIFA. Alikuwa ndiye mchezaji bora wa mwaka 2018, mwaka wa kihistoria. Lakini huu mwaka pia alikuwa na kesi mahakamani, kitu ambacho watu wengi hawakijui. Alikuwa na kesi mahakamani kutokana na kiongozi mmoja wa Dinamo Zagreb ambaye alimuongoza usajili wake kwenda Tottenham mwaka 2008, na mmoja anaitwa Mamic. Yeye alikuwa na kesi ya kukwepa kulipa kodi. Inasemekana baada ya Modric kupata zile fedha za usajili kwenda Spurs mwaka 2008, basi fedha nyingi alimpa bwana Mamic. Sasa watu wakafanya uchunguzi hapo, bwana Mamic alikwepa kulipa kodi. Kwa hiyo issue ikawa hapo, lakini Modric hakuzingatia kinachoendelea mahakamani, bali alifanya mwaka 2018 kuwa mwaka bora zaidi katika historia yake ya soka. Tukiachana na tuzo zake binafsi ambazo amezitoa, twende katika timu yake ya taifa. Modric ndiye mchezaji aliyechezea Croatia mechi nyingi zaidi. Mwaka 2021 alivuka rekodi na kuwa mchezaji aliyechezea mechi nyingi zaidi. Mpaka tunavyoongea hivi sasa amechezea timu ya taifa ya Croatia michezo 186 na ameweza kufungia mabao 27. Achievements, ameweza kushiriki kila michuano ya kombe la dunia tangu mwaka 2006 mpaka 2022 akiwa na timu ya taifa. Amewezesha kushiriki Euro kuanzia mwaka 2008 mpaka Euro ya mwaka 2024, zote akiwa ameshiriki. Lakini achievement kubwa ni kufika fainali ya kombe la dunia ya mwaka 2018, huku yeye akiwa mchezaji bora wa michuano hiyo, akitoa ule mpira wa Golden Ball mbele ya Lionel Messi, mbele ya Cristiano Ronaldo, mbele ya wachezaji wote wanaojua, akiwa mchezaji bora hata dhidi ya Ufaransa ambao walifungwa na Ufaransa finali, lakini Modric alikuwa mchezaji bora wa michuano hiyo. Tukiachana na kufika huko finali, lakini pia 2022 kwenye kombe la dunia lilofanyika nchini Qatar, Modric yeye aliwezesha timu yake kushika nafasi ya 3. Kama mnavyokumbuka, Morocco alifika nusu finali lakini wakafungwa kwenye mechi ya 23 na Croatia wakawa bingwa. Modric alitoa tuzo ya bronze ball, mpira ule wa bronze, akiwa mchezaji nambari 3 kwa ubora kwenye michuano hiyo. Nambari 1 alikuwa Lionel Messi wa Bulgaria katika michuano hiyo. Kwa hiyo Luka Modric ametangaza kuondoka Real Madrid baada ya michuano ya vilabu ya kombe la dunia ambayo itafanyika mwezi wa 8. Anaondoka Real Madrid akiwa ameichezea michezo 393 mpaka sasa hivi, lakini ameifungia mabao 30. Lakini obviously atacheza mchezo wa mwisho wa ligi La Liga wakiwa nyumbani, alafu atacheza hii Club World Cup, na baada ya Club World Cup ataondoka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Bana, ni Gerald Lutumbi, hii ni Male BTV, nyuma ya kamera ni Mr. Voxley Male San. Endelea kusubscribe, kulike na comment, share video hii popote, tazama YouTube, tazama katika mitandao yetu yote ya kijamii, Instagram, TikTok, pamoja na Threads za Instagram.